Lakini ukweli ni hivi, nilikuja nikafilisika. Kwa watu ambao walikuwa wanajua mwanzo, wengi walinicheka, hata marafiki zangu. Kwa hiyo kutokana na yale ya nyuma ndio hapa sasa leo nilipo. Kwa Mungu akanisaidia nikanunua cruiser 2 kwa ajili ya utalii. Na tunaamini kwamba tutazidi kukua. Leo tunazungumza na mjasiriamali ambaye anatuonyesha kwamba safari ya mafanikio sio safari ambayo imenyoka, yani kutoka kushindwa kwenye kampuni yake ya bima, kupoteza kazi na pia yani kuanza upya kiasi kwamba alifikia kuwa dereva wa Uber. Hii inaonyesha ni namna gani mtu hutakiwi kukata tamaa. Sasa katika safari yake ya naweza nikasema ya mafanikio, amefanikiwa kuanzisha kampuni ambayo inaitwa Aquinas Business Solution. Sasa kupitia hii kampuni ni vitu vingi sana ambavyo tutajifunza. Kwanza ni kuhusiana na usimamizi wa fedha pamoja na biashara. Pili ni ile network ambazo tunazo pamoja na negotiation, kwamba ule uwezo wako wa kushawishi. Pia kitu kingine ambacho tutakiangalia ni zile changamoto ambazo sisi kama wafanyabiashara, wajasiriamali tunakutana nazo, na pia namna gani ambavyo unaweza kushinda. Kwa hiyo naomba usikae mbali, kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza zaidi safari ya mafanikio. Pia naomba niweze kumkaribisha mgeni wetu ili aweze kujitambulisha na kutuelezea kwa ufupi. Karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Thomas Timo Mnyau. Ni mfanyabiashara na mjasiriamali na pia ni mwanzilishi wa kampuni ya Aquinas Business Solution. Tunafanya kazi Tanzania na makao makuu yetu yapo Dar es Salaam. Nina furaha sana kupata nafasi hii kuweza kuzungumza pamoja nanyi katika siku ya leo. Nashukuru sana na karibu sana. Asante. Na unawezaje sasa kutuelezea safari yako, yani kuanzia ulipoanza mpaka leo hii ambapo umefikia? Asante sana. Kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, mimi ni mfanyabiashara pia ni mjasiriamali. Safari yangu mimi imeanzia toka nikiwa mwaka wa 2, Chuo Kikuu cha UDOM. Nilikuwa ni mwanafunzi pale mwaka wa 2 nikisoma Bachelor of Commerce in Finance. Sasa mwaka wa 2 nilicheleweshewa kulipwa hela yangu ya bumu ambayo tukapewa. Kwa hiyo niliishi karibia semester nzima bila kulipwa ile hela yangu. Nilipokuja kulipwa ilikuwa ni almost kama 700,000. Kwa ile hela ndio mimi ilikuwa mwanzo wangu kuichukua kwenda kununua pikipiki used. Ya pikipiki hii tena pikipiki na niliuziwa Kisarawe. Na mzee mmoja alikuwa anasambazia maziwa. Kwa hiyo nilitengeneza nikampa kaka yangu kabisa wa kuzaliwa tumbo moja. Ndio akawa anaitumia yeye akinilipa mimi kila siku shilingi 7,000. Hapo kwenye upande wa bodaboda uliwezaje kumanage kwenye hili swala la kuwa mwanafunzi cha kwanza, alafu pili kumanage zile fedha zako? Kwa sababu ukiangalia wanafunzi wengi huwa wana disco, yani akijihusisha na mambo mengine, lakini wewe uliwezaje? Mimi cha kwanza kabisa niliamini katika kwa kufanya biashara zangu hizi nikiwa nipo chuo kutumia ndugu. Ndio maana hata hii biashara ya bodaboda nilimpa kaka yangu ambaye mimi namfuata. Kwa maana yake na alikuwa yupo mwaminifu kwangu. Kwa sababu anajua wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapoenda. Na alijua ni kwa jinsi gani mimi nilijinyima kwa muda wa miezi 6 sijalipwa hela nikaja kulipwa ile. Kwa hata yeye mwenyewe ilikuwa msaada kwake na kwa familia, lakini ilikuwa msaada mkubwa kwangu sana. Na mimi kwenye akiba ya biashara huwaga ni bora vitu vingine visifanyike, mambo ya biashara yabakia kwenye biashara. Kwa hiyo ni discipline ambayo ninayo toka nikiwa mdogo sana. Kwa manake unamaanisha uliweza kumanage zile pesa zako hiyo 7,000 mpaka pengine mtaji kukua? Kabisa. Kwa sababu kwa wiki alikuwa anatumia hela kila Jumatatu. Aniingizia hela. Na mimi nilifungulia akaunti yake kabisa separate. Yani kitofauti kabisa na akaunti yangu ya kulipwa bumu. Na lengo langu lilikuwa kwamba nikimaliza chuo nijue wapi pa kuanzia. Kwa kuna biashara ambayo tayari ishaanza kufanya kazi. Ndio ndugu. Na pengine ulikuwa ukutani na vishawishi, yani kwamba unajua ukiwa chuo
vishawishi ni vingi, labda unataka uende klabu, yani ulikuwa upati ile temptation kwamba ukatoe ile hela ambayo umeka akiba pengine? Sasa hiyo vishawishi hiyo vipo na tunavipitia. Nikisema vipo nitakuwa nasema uongo. Vishawishi vipo na tunavipitia, lakini vishawishi ambavyo mimi ambao nilikuwa nakutana navyo sio vya kunipelekea kwenye mambo kama hayo. Na ndio maana wakati nipo chuo pia, ili kumbidana na hivyo vishawishi, mimi niliamua kwanza na mtazamo wangu tofauti. Mimi nilikuwa mwanakwaya nilikuwa nipo chuo. Kwa muda mwingi nilikuwa natumia kwenye kwaya kuliko kusema kwenda klabu, si kwenda wapi. Ni muda mchache sana. Kwa hiyo kwaya, mpira, story, yani hivyo ndio vilikuwa sehemu zangu ya maisha kuliko kwenda kwenye matumizi ya pesa zaidi. Ndio. Sawa, na hiyo ni kwa upande wa bodaboda. Sasa tunaendelea na baada sasa ya bodaboda, ni kitu gani ambacho kilifuata? Zao la bodaboda ilikuwa ni biashara ya mitandao ya simu, wakala. Wakala wa mitandao ya simu nilikuwa na Sinza. Kuna sehemu moja ilikuwa maarufu sana zamani inaitwa Daga. Walikuwa na choma nyama. Walikuwa ni kama ilikuwa sehemu ya starehe. Kwa hiyo nilienda siku moja hapa niliona kwamba kuna upungufu wa nini? Wa transaction, labda hamna huduma kama hizo. Kwa hiyo nikafungua wakala pale kwa mtaji wa saving ambao zimesababishwa na nini? Na biashara ya pikipiki. Na pale pia nikamweka nani? Nikamweka dada yangu. Hiyo nikiwa mwaka wa pili mwishoni. Kwa hiyo nikamweka dada yangu ambaye pia amenifuata. Kwa hiyo yeye pia akawa anasimamia ile biashara yangu nini? Ya Tigo Pesa. Kwa mtaji wa shilingi ngapi? Kwa mtaji wa shilingi 800,000. Yaani hapo ukiwa bado unaendelea na ile bodaboda? Bodaboda inaendelea na biashara yangu ya Tigo Pesa inaendelea. Bodaboda ameshikilia kaka yangu. Tigo Pesa ameshikilia dada yangu. Kwa Tigo Pesa nilikuwa na mtaji wa shilingi 800,000, lakini nilikuwa na uwezo kupata kwa mwezi faida mpaka 350,000. Kwa nilikuwa natoa 150,000, 100,000 nilikuwa nampa dada yangu, 50,000 napeleka kwenye familia. Kwa maana yake wale ambao walikuwa wako kwenye biashara ulikuwa unawalipa mshahara? Kabisa. Kaka yangu alikuwa anajilipa mwenyewe kwa sababu yeye nilimpa kama, maana yake yeye nilikuwa kama ananipa mimi, yeye kashachukua cha kwake. Lakini dada yangu nilikuwa namlipa mshahara. Ndio. Kwa experience yako pia ukija hata mtaani watu wengi wanakuambia usifanye biashara na ndugu. Ni kitu ambacho tunakisikia sana. Yaani wewe uliwezaje sasa kama kuwa manage ndugu zako ili hasara isiweze kutokea? Sawa. Kwa biashara ambazo nilizokuwa nazo na kwa mazingira wakati ule ambao nilikuwa nayo, kulikuwa hakuna njia yoyote ya kufanya pasipo kutumia ndugu. Biashara ya Tigo Pesa tunaona watu wanavyohangaika huko na hawa vijana wa Tigo Pesa, si ndivyo? Ndio maana mimi nilimpa ndugu yangu, sasa nilikuwa na uwezo, anajua wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunataka kwenda. Na kuna biashara ambazo unasema uweze kutumia ndugu. Kuna biashara zingine zinakuhitaji kutumia ndugu pase kwa 100% kuliko mtu mwingine. Hasa biashara ambayo inahusiana nini? Na masuala ya pesa ya moja kwa moja. Kitu kingine ambacho ningetamani watu wengi wakifahamu, kwa sababu pia tuna wasikilizaji wa namna tofauti. Wewe ulikuwa ni mwanafunzi kwamba unasoma na biashara zikiendelea. Maanake kuna watu ambao wanatamani wajue pia performance yako, kwa sababu kuna swala la muda. Hapo unatumikia mabwana wawili, kwamba huku ni elimu alafu huku ni biashara, kwamba performance yako ilikuwaje darasani? Sawa. Ukiangalia hizi nature za hizi biashara, yani kiwalisia report mimi nilikuwa naitafuta weekend. Jumapili. Kwa sababu Jumatatu ndio nilikuwa natumiwa pesa ya kwenye pikipiki na Jumapili ndio nilikuwa naongea na dadangu kuhusu mahesabu na biashara zilivyokuwa zimeenda. Kwa hiyo ndio ilikuwa iko hivyo. Kwa hiyo haikunichukulia muda kiasi hicho kikubwa sana. Lakini kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakifanya mpaka leo, huwa najaribu kutofautisha muda. Muda wa kazi nitafanya kazi, nilipokuwa muda labda wa kitu fulani nitafanya kitu fulani. Kwa kama muda wa kazi nitafanya kazi, muda wa kwenda kanisani nitafanya kwenda kanisani, muda wa kuwa na familia nitakuwa na familia. Hata upige simu sio ufanye nini, hutanipata. Kwa hata nilipokuwa chuo ilikuwa ni hivyo. Kwa muda wa kusoma nilikuwa nasoma, muda wa weekend kufuatilia biashara zangu nafuatilia. Lakini tu ni kuhakikishia kitu kimoja. Sikupata first class, lakini sikufeli. Sikupata first class, si ndivyo? Ya degree ambayo nilikuwa nachukua, lakini sikufeli. Lakini na credit za kwenda kusoma sehemu yoyote ile.
kwamba credit zangu mimi naweza kusoma kitu chochote na ninaweza kutoka kusoma. Kwa hiyo sikufeli wala sikufaulu mpaka watu washangae duniani, lakini nilifaulu. Sawa sawa. Nilifaulu. Na pengine nilifaulu kushinda watu wengi sana ambao walikuwa wafanya biashara, pengine hata ufaulu wangu hajafikia. Nilifaulu. Nashukuru. Na hapo bado kuna upande wa ndugu kwamba wenyewe walikuwa wako kwenye biashara. Unajua ili biashara ifanye vizuri huwa inahitaji pengine na usimamizi wako, kwamba ulikuwa unapata muda wa kwenda labda kutembelea kuona wanaendaje, au yale mapato ambayo ulikuwa ukiambiwa kwamba kimepatikana kiasi fulani ilikuwa inakuridhisha kuona kwamba hii biashara inaenda vizuri kwa huo upande wa usimamizi? Sawa. Kiuhalisia mimi biashara yangu waga sio biashara yangu peke yangu. Ni biashara yangu ambayo inagusa maisha ya watu wengine. Na biashara zangu nyingi zinagusa familia yangu. Ndio maana nimesema kwa mfano biashara ya Tigo Pesa, kuna percent ambayo ilikuwa inatoka kila mwezi kwenda kwa wazazi. Kwenye pikipiki kuna percent ilikuwa inatoka kila mwezi kwa ajili ya kuwasaidia ndugu wengine kwa masuala ya shule. Kwa hawa ndugu zangu ambao nilikuwa nao kwenye biashara, pia wenyewe pia walikuwa wanajiona kwamba ni sehemu ya mafanikio ya watu wengine. Kwa kama biashara ya Tigo Pesa ingeweza kufa wakati ule, manake baba na mama wasingepata mahitaji ya nyumbani. Biashara ya pikipiki pengine ingeweza kufa kipindi kile kwa kaka yangu. Pengine kuna ndugu zetu ambao wengine ambao walikuwa wanasoma kwa kutegemea zile za pikipiki, tuwape hela za nauli, tuwape hela za vitafunio asubuhi, tulipe vitu vya shuleni kwa kutumia ile. Ndio maana hata kaka alifanya kwa moyo ile biashara yangu, hata dada yangu huyu aliifanya kwa moyo. Kimsingi biashara yangu haikuwa ya kwangu peke yangu. Ilikuwa ya kwangu kama mwanzilishi wa ile biashara na mmiliki wa ile biashara, lakini manufaa yake ilikuwa kwa familia nzima. Kwa hata hao ndugu zangu walijitoa kwa sababu manufaa ya hiyo biashara yaliwagusa mpaka wao. Kwa lazima walikuwa waaminifu kwangu, lakini pia walikuwa waaminifu kwenye biashara yangu. Nashukuru. Na mwendelezo sasa baada ya hii biashara, nini kilifuata? Kilichofuata kwanza kabisa, biashara ya pikipiki ikanipa pigo. Biashara ya pikipiki, yule kakaangu ambaye alikuwa kaka rafiki, akapata ajali na ile pikipiki akafa. Pole sana. Alifariki, aligongwa na daladala. Hapo mwishoni na mimi nakaribia kumaliza mwaka wa 3. Kwa nilipomaliza mwaka wa 3, nikaenda nikaungana na dadangu moja kwa moja kwenye biashara ya nini? Ya uwakala wa simu. Na mtaji haukuwa mkubwa. Kwa dada alikuwa anakaa ndani kwenye biashara, mimi nakaa nje kwenye ofisi ya Tigo Pesa. Kwa salio likiisha, kwa mimi nilikuwa nachukua cash na kimbia benki kwenda kuongeza float. Ikifika saa 12 jioni, dada anaondoka, anaenda nyumbani, mimi naingia ndani pale ofisini nakaa mpaka saa 6 usiku. Nafunga. Sasa hapo ndio biashara ikaanza kukua. Nikaanza kupata faida 800,000. Toka 800,000 mtaji na nyoa pia ukakua. Ukafika mpaka faida napata 1,000,000. Ikaendelea. Nikiwa pale sasa kwenye hii biashara ya Tigo Pesa, ndio akatokea jamaa mmoja ambaye tulikuwa tunasali naye. Kanisani ananionaga tu kanisani tunasali wote. Akaja pale akawa anafungua brokerage ya insurance broker. Na kabla hujaendelea na huyo rafiki yako, ndio kwenye usimamizi sasa wa hii biashara, kwa sababu kuna watu wengine ambao pia wanafanya hiyo biashara ambayo umewahi kuifanya. Yaani ni nini ambacho kilikusaidia wewe kuweza kukuza hiyo biashara yako? Kwanza kilichonisaidia kuweza kukuza biashara yangu ni nidhamu. Nidhamu ya pesa ya biashara. Nilikuwa nahisi ile fedha kama nimekopeshwa sio yangu. Kwa cha kwangu ambacho nilikuwa nakijua ni cha kwangu ni ile faida ambayo nilikuwa naipata mwisho wa mwezi. Kwa ule mtaji ilikuwa ni kila siku lazima ni balance hesabu zangu ije kama nitakavyokuwa nilivyokuwa nimeanza asubuhi. Kwa kama labda nilikuwa na 500,000, jioni nafunga mahesabu yangu, lazima mtaji wangu ufike pale 500,000. Kwa nidhamu ya pesa, nidhamu ya pesa ya ofisi ilikuwa ni kitu cha tofauti sana kwangu mimi. Niliheshimu ile pesa kuliko kitu ambacho nilikuwa na kikiingia faida ile ndio nilikuwa nasema naweza nikachukua nikanunua hiki nikanunua hiki nikanunua hiki, lakini ile pesa ya biashara kwangu ilikuwa haigusiki kabisa kabisa. Kwa hiyo na hicho ilinisaidia
kuweza kukuza kamishina zangu na kuongeza mtaji na kuweza kufungua wakala sehemu nyingine na kuendelea. Na namna ambavyo ulikuwa unatunza, umesema ulikuwa unafanya mahesabu. Ndio. Yani, na ulikuwa unatunza kumbukumbu. Ulikuwa unatumia ni kitu gani au ni tool gani kwa ajili ya kutunza hizo kumbukumbu na kuweza kujua kwamba hapa biashara inaenda vizuri, faida inaonekana, pengine kama kuna hasara inaonekana pia? Of course nilikuwa natumia diary na laptop, lakini kikubwa nilikuwa natumia diary. Tulikuwa natumia diary kipindi kile, pia tulikuwa tuna vitabu vya mahesabu. Yani hizi kampuni za mitandao zilikuwa zinatupa vitabu vya mahesabu. Mitandao yote ambayo tuko nao za kipindi hicho zamani. Kwa hiyo tulikuwa tuna sehemu jioni unaangalia kesho una shilingi ngapi, float una shilingi ngapi, kwa hiyo toto yako ni hiyo hapo. Kwa hiyo nilikuwa natumia vitu kama hivyo, lakini nilikuwa na diary yangu yani ya taarifa zangu, mwezi huu nimepata shilingi ngapi, nimeitumiaje, nimefanyia nini, kwenye biashara imerudi shilingi ngapi, kodi nimetoa shilingi ngapi, net profit ni shilingi ngapi. Hiyo pia nilikuwa na daftari langu. Na kwa bahati nzuri mimi nimesoma finance. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuweza kucapture elimu kidogo kuiweka kwenye biashara. Umezungumzia pia swala la kodi, kwamba katika hesabu pia ulikuwa unaangalia swala zima la kodi, kwamba ulikuwa unatakiwa kila siku ulipe kodi, au kodi ilikuwa inalipwaje? Kodi nilikuwa nalipa kila mwezi. Kwa kila mwezi nikipata zile kamishina zangu zote, nilikuwa natoa kodi, nilikuwa natoa gharama za uendeshaji, kuna maji za kupiga deki, kuna gharama za umeme nilikuwa nalipa, vitu kama hivyo nilikuwa natoa mwisho wa mwezi. Lakini kila siku nilikuwa nafunga mtaji, mahesabu ya mtaji ambao ninao. Yani kwa mfano mtaji labda nilikuwa bana milioni 5. Kila siku nilikuwa nahakikisha ninapofunga ofisi ile milioni 5 yangu ipo katika hali ya float kwenye simu au katika hali ya nini, ya cash. Kwa nilikuwa sikubali kulaza kukopesha mtu, nilikuwa sikubali kujikopesha mwenyewe kutokana na mtaji wa biashara niliokuwa nao. Na kama ulikuwa haujikopeshi mwenyewe, sasa ulikuwa unawezaje kutofautisha yale matumizi yako pengine binafsi na hayo matumizi ya biashara? Kawaida kila mwezi nilichokuwa nakifanya baada ya kupata commission, kuna hela ambayo mimi nilikuwa naiweka pale kama tunaita hela ya dharura. Kuna mambo ya ulinzi nini katika ile ambayo nilikuwa nalipwa. Kwa hiyo kuna hela ya dharura ambayo na yenyewe pia kwenye mahesabu ilikuwa najitegemea. Lakini mimi nilikuwa najilipa. Yani mimi mwisho wa mwezi kile ambacho kinapatikanika nilikuwa najilipa mshahara mimi mwenyewe. Sababu nilikuwa najua kwamba mimi mwenyewe napaswa nijilipe, kwa sababu nina vitu ambavyo ni vya kwangu mwenyewe vya kufanya mimi kama mimi. Kwa wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji, kama mnakumbuka katika episode ambayo imepita, mzungumzaji alizungumzia namna gani tunatakiwa sisi kujilipa mishahara katika biashara ambazo tunazifanya. Sasa leo kama ambavyo mmemsikia hapa Mr. Thomas ameelezea vizuri sana ni namna gani alikuwa akiweka pesa ya dharura kwa ajili ya kukava zile kosti za mambo mengine ikiwemo ulinzi, na pamoja na ile pesa ambayo alikuwa sasa anajilipa yeye kwa ajili ya kutumia matumizi yake yale ya mwezi mzima binafsi. Kabisa. Na huo ni utaratibu ambao ninao mpaka leo. Na hiyo kujilipa maana yake inakupa courage ya kuweza kuona kwamba thamani ya ile kazi. Yani thamani ya kazi mimi niweze kuiona inilipe. Kwa hiyo ikisha nilipa inanipa courage ya mimi kufanya vitu vingine na kuendelea kufanya kwa moyo. Sawa. Najua mimi sasa hivi nikizungumza kuhusiana na swala la mtaji, yani mtu tu akiwa akisema mtaji unao, yani kiuliza tu mtaji unao, yani mara nyingi naanza kuwaza pengine milioni 5 kuendelea, kwamba ndio mtaji ambao unaweza ukanifanya mimi nikaweza kuendesha biashara vizuri. Sasa kitu ambacho ningependa kufahamu, yani baada sasa ya kuwa umeendesha hii biashara yako ya uwakala mpaka unafunga labda pengine unamia biashara nyingine, ulikuwa na mtaji kiasi gani? Asante sana. Yani hili swali ni nzuri sana. Na mimi nitaelezea katika ukweli. Nilikuja nikafilisika. Biashara ikafa kabisa. Yani nimevutiwa kujua ni kwa nini ilikufa, kwa sababu umesema nilianza vizuri sana biashara ikakua ikafa. Kwa nini ilikufa? Swali zuri sana. Cha kwanza kufa, ile eneo lilikuwa lina mgogoro wa kibiashara. Ile eneo nilikuwa nafanyia biashara, ilikuwa ina mgogoro wa kibiashara kati ya serikali na huyo mtu ambaye alikuwa kapewa pale kuliangalizia.
zamani walikuwa wanapatia dagaa au sanaa. Kwa hiyo tulivunjiwa vibanda wote. Tulivunjiwa vibanda wote. Kwa hiyo ile hela ambayo ilikuwepo, nikaenda sehemu kufungua biashara nyingine. Hiyo sehemu haikuwa nzuri kama pale. Kwamba nilikuwa nishafikia napata faida mpaka milioni. Unafikia unaenda unapata sehemu faida unakuja kupata kwa mwezi 120,000, 200,000. Kwa mpaka nilikula ile faida mpaka mtaji. Biashara ikafanyaje? Kafa. Sasa kitu ambacho natamani kujua ni kwenye ile eneo jingine la biashara, kwamba pengine ulifanya uchunguzi wa kutosha kabla ya kwenda kufungua biashara au tatizo lilikuwa ni nini wateja wakawa wachache? Kwanza yani kwenye biashara bwana, hamna kitu kizuri kama kuzingatia location ya biashara. Sawa? Kwenye biashara kuna lugha ya kibiashara ambayo tunaita kuna baadhi ya biashara hazitaki dead area. Yani maeneo ambayo yanakufa mapema. Maeneo ya kufa mapema na maisha ni maeneo ambayo mzunguko wa watu unapungua mapema. Kuna maeneo mzunguko wa watu unaenda mpaka saa 8. Hasa maeneo ya starehe. Saa 8 usiku. Saa 8 usiku. Na ndio huko watu wanatumia, wanataka toa hela. Kwa hiyo location ya biashara ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo hichi kitu kilifanyika kama ambush, kuvunjiwa. Na nilifanya maamuzi haraka kwa sababu nitaka biashara iendelee. Kwa hiyo nikaangukia sehemu ambayo kiuhalisia sikufanya maamuzi mazuri kwenye kutafuta eneo sahihi la kufanya biashara. Kwa hiyo ndo maana nikarudi kwenye biashara kupata faida ndogo, mwisho biashara kufa kabisa. Na baada sasa ya biashara kufa, kumbuka tayari ushakuwa umeona yani ile faida ambayo ipo kwenye biashara. Yani ni nini kilitokea? Pengine ulipanic au ni kitu gani ambacho kilitokea kwa upande wako? Kilichotokea ilikuwa ni panic. Panic kubwa. Kwa sababu nilikuwa nishafika hatua fulani, nika drop kabisa kwenye zero. Na ndio hapo nikaangukia kwenye ajira. Kwa nikaangukia kwenye ajira. Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa anafungua kampuni ya uwakala wa bima. Brokerage. Kwa hiyo akanichukua, nikaanza naye kufanya biashara. Lengo langu nilipwe mshahara, nirudishe biashara yangu ya nini? Ile ya Tigo Pesa. Kwa hiyo ilienda baada ya kama miezi 6 kweli jamaa akawa ananipa mshahara na rudishia kidogo. Lakini alikuwa ni mtu mwema sana yule jamaa. Kwa nilivyokuwa nimemshirikisha kuhusu biashara yangu, kwa kila weekend akawa ananipa 5,000,000 nikaizungushie kwenye biashara yangu, alafu Jumatatu nikaideposit kwenye akaunti ya kampuni kwa ajili ya kulipa mainshura. Kwa supportive sana kibiashara, lakini jamaa alikuwa pia supportive kwangu kuniweza kunikuza kujua vitu. Kwa vitu vingi vya ofisini ainiachia nifanye. Kufuatilia wateja, jinsi ya kuhudumia wateja, kufuatilia renewal za kampuni, BRELA, wapi, TRA, kote huko alikuwa ananiachia mimi nifanye. Na mimi kwangu ile ilikuwa ni darasa kubwa sana. Nilijua nyanja mbalimbali, jinsi ya kujifunza vitu na jinsi ya kufanya vitu. Kwa baada ya kuwa na jamaa pale, jamaa nilifanya naye kazi miaka 4. Baada ya miaka 4 kuna kampuni kubwa ya insurance ikaniona. Kwa nikarudi kwa yule boss wangu nikamwambia, akaniambia ni kitu kizuri. Mimi nataka wewe ukue. Sio tu kukua hapa tu. Hata ukienda sehemu nyingine ukue na support yangu ipo daima kwako siku zote. Basi nikaenda kwenye ile kampuni nikafanya kazi mwaka mmoja. Na kutokana tayari nilikuwa nishaanza kufanya biashara, jiona rudi kwenye biashara zangu. Kwa hiyo kwenye mwaka mmoja kwenye ile kampuni nilifanya mwaka mmoja. Kwa hiyo wakati naenda likizo nikawa nimeachana na hii kampuni ya insurance. Kwa sababu pia wenyewe waliona niliunderperform. Niliunderperform kwa sikufikia zile level ambazo pengine walikuwa wameniwekea kwa mtazamo wao. Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja tukaachana ile kampuni. Kwa hiyo nikawa tena sina ajira. Nikawa sina ajira. Kwa hiyo ni baada ya kutokuwa na ajira, kitu gani ambacho sasa kikanifanya niendelee kuwa na uhakika wa kupata kila siku hela? Biashara yangu ya Tigo Pesa inaendelea, lakini mahitaji ya familia yakawa yamekuwa. Tayari hapo nilikuwa nishaoa na nina watoto tayari. Kwa hiyo obvious biashara ile ya Tigo Pesa pekee yake ilikuwa haitoshi. Kwa hiyo nilikuwa na usafiri. Nilikuwa na gari la umu. Kwa hiyo wakati huo ndio kuna kampuni moja
ya usafirishaji wa Uber walikuwa wameingia. Kwa hiyo mimi nikajiingiza na ile gari yangu ambayo nilikuwa nayo, nikaingiza kwenye Uber. Kwa hiyo ukiongelea madereva 50 wa mwanzo wa Uber, mimi ni mmoja wapo. Kama sio wa 16 basi wa 26. Na hapo wewe ni tayari una degree. Kwa kiasi kikubwa ni title kubwa pia kuwa na degree. Achana na hivyo, umetoka kwenye kampuni ambayo ilikuwa pengine inafanya vizuri na inakulipa vizuri kabisa. Umeamua kuingia kwenye Uber. Kitu ambacho kwa kipindi hicho pia yani kwa mtu yani angekuwa anashangaa kwamba kwa nini huyu mtu kaamua kuingia kwenye Uber, kwamba amekosa kazi sehemu nyingine baada ya kutoka kwenye hii insurance company. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kiko nyuma ya pazia? Of course ni wakati tunaondoka kwenye ile kampuni haikuwa willing yangu, ilikuwa ni willing yao. Kwa kwangu mimi iliniumiza sana. Unaona? Na baada ya kuniumiza yani sikupenda tena ajira. Sikupenda ajira kwa sababu hatukuachana vizuri kati ya mimi na ile kampuni. Kwa hiyo sikupenda tena ajira. Sasa nikajiamulia sasa kuweza kusimama mimi mwenyewe kama mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwanza nilikuwa kama nishama field. Mimi nimesoma corporate finance. Nimefanya kazi zaidi ya miaka 5 kwenye field ya insurance. Unaona? Na hao jamaa wameniterminate kazi. Kwa hiyo kurudi tena kwenye field yangu tena ya insurance, yani niliona kitu kama kwamba sina assurance tena ya kazi. Kwa muda wote naweza nikaondolewa. Kwa hiyo nikaamua sasa kuanza upya. Nitaanza na nini? Na ajira zilikuwa ni msuguano sana kipindi hicho, kwa sababu pia kulikuwa tunaingia ile COVID imeanza. Unaona? Kwa ajira zenyewe zilikuwa hamna. Unaona? Kwa hiyo ndio sasa nini nitafanya? Tayari kule Tigo Pesa mnapata, lakini sio kama vile nilivyokuwa napata mwanzo, lakini mahitaji yamefanyaje? Yameongezeka. Nitafanyaje? Nitakuwa nalala tu au nitaenda ukate na Tigo Pesa na dadangu kama nilivyokuwa nimefanya kule mwanzo? Hapana. Na gari la nitafanyaje? Naanza kuwa dereva wa Uber. Lakini sikuangalia degree. Sikuangalia position. Iliangalia je, ninachokifanya kinatija kwangu? Hicho ndicho nilichokuwa nakifanya. Na mimi hiyo Uber nilifanya katika yani mtazamo tofauti. Yani mimi ilikuwa inaniingizia. Lakini watu nje, watu ambao walikuwa wananijua jamani, kwa sababu kazini nilikuwa nina gari, nilikuwa ninapewa mafuta, unaona. Kwa watu ambao walikuwa wananijua mwanzo, wengi walinicheka, hata marafiki zangu walinicheka. Kuna marafiki zangu walinikimbia. Kwa lakini nilivyokuwa nipo kwenye Uber baada manake watu wakaongezeka, Uber baadaye ikatokea migomo ya madereva, unaona. Kwa biashara ikawa imedrop. Kwa na mimi nikaacha ile biashara ya Uber. Nashukuru sana Mr. Thomas. Sasa kitu kingine ambacho ningependa na pia watazamaji wangependa kujua, maana tumeona historia yako, namna ulivyoanza, tunaweza tukasema pia magumu ambao umepitia, unaanzisha kitu kinakufa, unaanzisha tena na mpaka kufikia sasa hivi. Sasa hivi tunataka tujue Thomas ni nani na hatua ambayo umepiga kuanzia ulipoanza. Mimi nashukuru sana. Hapa nilipofikia sasa hivi natamani nielezee nilifikaje hapa nilipo. Hapa baada ya kwenda nilisema kwamba nilikuwa dereva Uber, baada ya Uber nikaamua kwa sababu nina knowledge kubwa ya insurance ambayo nimeifanyia kazi miaka 5. Nikafungua uwakala wa bima, kampuni yangu ya uwakala wa bima. Kwa mara ya kwanza ilikuwa inaitwa Aquinas Insurance Agency Limited. Unaona? Lakini mwaka ule ambao unafungua kampuni yangu ya bima, serikali ikabadilisha policy ya bima. Kwamba bima zote, mabenki yote yanatakiwa wawe mawakala wa nini? Wa bima. Kwa wateja wengi wakatoka kwenye hawa mawakala wa bima, wakawa wanakatia bima kwa kutumia nini? Kwa kutumia benki. Kwa kampuni nyingi za wakala wa bima zikafa. Na moja ya kampuni ambazo zilikufa wakala wa bima ilikuwa ni ya kwangu. Kwa ikafa. Kwa nikawa tena sina kazi. Nategemea tu Tigo Pesa ilishe familia yangu, ilishe baba yangu na mama yangu, na iwasaidie ndugu zangu ambao wanasoma. Kwa bado hali ikawa ipo ngumu, nitafanyaje? Kwa sasa mimi nikajijua mimi nina uwezo wa kuweza kuongea na kuweza kuuza. Yaani nina uwezo ile ya sales. Skills za sales ninazo.
Unaona? Kwa nitafanyaje? Nikamtafuta rafiki yangu mmoja hivi na anafanya mambo ya kupamba pamba. Anaitwa Devi, yule rafiki yangu anaitwa Devi Mteke. Yule rafiki yangu baada ya kumtafuta akanifanyia, nikaongea naye huu uwezo wangu wa kuweza kuuza, na nikamwambia unaweza kunisaidiaje kwenye hivi? Devi akaniambia mimi kuna jamaa wangu mmoja yupo Kariakoo, twende nikupeleke pale ukawe freelancer Kariakoo hiyo. Akanichukua akanipeleka Kariakoo kwa hiyo jamaa yake. Huyo jamaa yake alikuwa ni Muhindi. Kwa sababu Devi alikuwa anafanya print pale, nikaenda pale nikaongea na ule Muhindi, akakubali mimi niwe freelancer. Nini maana freelancer? Freelancer maana yake nilikuwa natafuta kazi zangu kwa bei zangu mimi, yeye alikuwa amenipa bei elekezi. Kwa mimi naweka majini yangu na yeye ameniwekea majini yake. Kwa nikifanya kazi napata faida ile bei ambayo nimeweka ya juu, na ile na yeye kila kazi alikuwa ananipa commission. Lakini wakati nenda pale kwa Muhindi, nilimwambia ule Muhindi, target yangu mimi ya kuja hapa ni kutafuta mtaji. Mtaji wa nini? Mtaji wa kwenda yani kwenda kuimarisha biashara yangu ya nini? Ya Tigo Pesa. Ambayo ni biashara pekee ambayo nilikuwa ninayo, lakini kutokana na majukumu nilikuwa naipunguza kila siku kwa sababu matumizi yani nilikuwa na utegemezi ulikuwa mkubwa kwangu. Unaona? Kwa hiyo kwa ule Muhindi nikafanya kazi, na kwa kweli ilikuwa ni kampuni kubwa. Sawa? Nikawa kama mtu wake wa marketing, lakini ambaye ninajitegemea. Nikachukua dokumenti zake za kampuni yake, nikaenda kuomba kazi kwenye makampuni kama 3. Kampuni moja ilikuwa ni ya vinywaji. Kampuni nyingine ilikuwa ni kiwanda cha simenti, na nyingine ilikuwa ni kampuni ambayo inauza vifaa vya kilimo. Kwa hizi kampuni 3 kwa mwezi walikuwa wananilipa, yani wananipa kazi almost za karibia milioni 30. Kampuni zote 3. Kwa hiyo kwa kupata ile malipo kama hayo, maana yake commission yangu na mimi ikawa imekuwa kubwa. Lakini lengo la msingi kwamba itakiwa mimi lengo langu la kwenda kwa yule Muhindi kupata nini? Kupata mtaji. Sasa zikaanza kutokea changamoto. Changamoto zilizotokea, huyu Muhindi ambaye nilienda kufanya kazi kama freelancer kwenye kampuni yake alikuwa na mikopo benki. Nakumbuka kwamba kwenye zile kampuni ambazo zilikuwa nafanya kazi, nilipeka akaunti ya kampuni yake. Kwa hiyo ikawa yeye ananikimbia sasa. Nikaenda kudai zile kamishina zangu, akawa ananikimbia. Kutokana na nini? Alikuwa na madeni benki. Kwa hiyo hela ilikuwa inaingia, benki zinakata hela zake, yeye hapati chochote. Kwa hiyo yeye alikuwa anashindwa kuniambia. Lakini siku nilipata bahati kuongea na mhasibu wake, ndo akaniambia hela zako zinaingia kabisa, lakini benki hela ikiingia wanakata. Kwa sababu huyu bosi anadaiwa, alikuwa na overdraft kwenye hiyo benki ambayo tulikuwa tunaitumia, na ilikuwa ishafika maturity yake ya kuweza kulipiwa. Baada ya kuona vile sasa, ndio kukanipelekea mimi huku nilipo. Nikafungua sasa kampuni ile ambayo ilikuwa ya insurance agency, nikaibadilisha jina ikawa Business Solution. Nikiwa nipo bado pale pale kwa Muhindi, na ananisumbua kunilipa zile hela zangu pale pale. Kwa nikaifanyia ikawa nini? Business Solution. Ndio nikabadilisha jina kutoka Aquinas Insurance Agency kwenda kuwa Aquinas Business Solution. Na solution ambazo zilikuwa nimezifocus kuprovide ni zipi? Moja hapo ni solution ya printing. Kwa nini solution ya printing? Kwa sababu tayari nilikuwa na knowledge kubwa na hii biashara ya printing, ndivyo? Kwa sababu nipo ndani, najua jinsi ya kupiga mahesabu, najua jinsi ya kutafuta margin profit zake vizuri, na nilikuwa nishawajua namna hichi nitaprint wapi, kinafanya wapi, kinafanyaje. Kwa nikiwa nipo pale pale nikabadilisha kuwa printing solution. Kwa nikaanza Aquinas Printing Solution. Na ndio hapa nilipo leo. Kwa baada ya pale nikachukua dokumenti zangu za kampuni yangu ambayo nimefungua mwenyewe yenye jina langu, nikafungua akaunti za benki, nikaenda kwenye makampuni yale ambayo nilikuwa nimeenda, na mimi kampuni yangu hii sasa hii mpya Aquinas Printing Solution nikaipeleka kule, na yenyewe pia ikawa registered. Kwa hiyo nikaanza kufanya kazi kwa kutumia kampuni yangu pasipo kuwa na mashine ya printing.
Lakini kwa kuwa nilikuwa kwenye industry ya printing, kwa hiyo nikawa nachukua kazi, napeleka sehemu, nafanya, napeleka kwa mteja, nalipo hela yangu kwenye account, namlipa mteja, mpaka sasa hivi nilipofikia na mashine zangu mwenyewe ambazo nafanya printing za aina zote. Na print bana, na print matisheti, na print vikombe, naandaa mabango makubwa. Kwa hiyo nipo full kwa masuala ya printing, hasa kwa mashine zote ambazo zinatakiwa. Kwa sasa hivi kazi ikija kwangu, kila kitu nitafanya mwenyewe. Na mafundi wangu wa fabrication ambao wanafanya pale kila kitu. Nina workshop ambao ni ya kwangu. Nina mafundi ambao wanaenda site, wanasimamia site mikoani na hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kutokana na yale ya nyuma ndio hapa sasa leo nilipo. Na tayari mpaka sasa hivi kutokana na hii masuala ya printing ambayo nimeyafanya, tayari yashaniletea tayari kampuni nyingine ambayo haipo sasa kwenye nyanja ya printing. Hiyo ni kampuni nyingine ya masuala ya utalii. Kwa Mungu akanisaidia nikanunua cruiser 2 kwa ajili ya utalii. Ambayo kutokana na kampuni ambayo ninayo nikafungua kampuni nyingine kama kampuni ndogo nyingine pia ni yenyewe inaitwa Aquinas Tours and Safari. Ambayo hiyo makao makuu yake ipo Arusha. Kwa hiyo nina gari zangu ambazo mpaka sasa hivi tunazo 2 ambazo zinafanya kazi, lakini tuna vijana zaidi ya 4 ambao wanafanya kazi kwenye hiyo kampuni, na tunaamini kwamba tutazidi kukua kwa sababu sasa hivi kampuni ya utalii inaendelea vizuri. Tumeanza mwaka jana, lakini kampuni ya printing tunaendelea kukua pia zaidi na tunaendelea kuaminika zaidi. Kwa hiyo tunaamini kabisa hizi kampuni sasa hivi zinategemeana. Printing anamsupport kampuni ya utalii na kampuni ya utalii kuna wakati anamsupport kampuni ya printing. Na hii nimefanya kwa ajili ya kufocusing kwamba biashara zina tabia ya kupanda na kushuka. Na una ushauri gani basi kwa hawa watu ambao wanafanya biashara na wengine ambao wanatamani kufanya biashara? Usiogope kuchekwa. Lakini angalia watu wanakucheka kwenye kitu ambacho unakifanya kwako kina maana gani? Nilisema mimi baada ya kupata changamoto za kazini, mimi nilichekwa. Niko baada ya kuwa dereva wa Uber, lakini Uber mimi ilikuwa inanilipa na familia yangu inapata hela nzuri. Cha pili, lazima tujifunze kuweka akiba. Na akiba mimi sizungumzia pesa tu. Akiba marafiki, akiba ya mahusiano. Sababu mimi kwenye kufanikiwa kwangu, marafiki wengi walinisaidia kufika hapa nilipo. Akiba ya tatu, yani jambo la tatu la ambalo nashauri watu, anza na chochote ulichokuwa nacho. Mimi baada ya kupata changamoto nilichokuwa nacho nilikuwa na gari. Nilianza nacho. Ikanitoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Hatua ya tatu, tusilizike na mafanikio ambayo tunayo. Tusilizike. Na cha 4, tusichukulie kila kitu poa poa. Yaani mimi sichukuli kitu poa poa. Ninapozungumzia na wewe, ninapokaa naongea na wewe sichukuli poa. Ninapokuwa labda nimeenda kwa mteja sichukuli poa. Kwa sababu vijana wengi pia tunafeli kwa sababu tunachukua vitu kawaida. Kwa mimi kila kitu kwangu mimi naona ni neema. Lakini yote ndani ya yote ushauri ya mwisho ili haya yote yaweze kwenda, tuwe karibu na Mungu. Huo ndio ushauri wangu ambao wa kwanza, lakini na usema wa mwisho. Yaani ili ufanikiwe maisha yako, yani hakikisha Mungu pia na play part kwenye maisha yako. Nashukuru sana Mr. Thomas kwa historia yako, kwa sababu imekuwa ni historia ambayo ina inspire sana, na nashukuru kwa kuweza kufika. Kwa watazamaji wetu, natumaini kwa kiasi kikubwa tumejifunza vitu vingi. Amezungumza swala zima la kutengeneza network na kuhakikisha watu ambao uko nao ni wale watu ambao wataweza kukusaidia wewe. Naweza nikatoa tu mfano, mara nyingi tunavyokuwa tunaanza biashara, tunakuwa hatuna wateja. Kwa hiyo wale marafiki zako au network ulionayo ni kitu muhimu sana cha kuweza kutumia kwa ajili ya kuweza kujinufaisha. Kitu kingine ambacho amezungumza ni namna gani ambavyo unaweza ukasimamia biashara yako, kwamba tumeweza kuona biashara ni usimamizi. Ameanza kidogo kidogo mpaka biashara zake zikawa zinaendelea kukua. Kitu kikubwa ambacho ningependa kuwaomba ni kuweza kufuatilia chaneli yetu ya Skalt Online TV, kwa sababu kuna episode ambayo tumeitoa inahusiana kabisa na hii
mbali na hiyo kuna videos nyingi ambazo ninyi mnaweza mkajifunza, kwa sababu ni elimu tofauti tayari ambazo tumezitoa kuanzia season 1 mpaka sasa hivi kwenye season 2. Kwa hiyo naomba muweze kusubscribe na kuweza kushare na watu wengine ili elimu hii iweze kuwafikia watu zaidi. Na pia sasa hivi kwa huu mwaka tuna target ya kuweza kufikisha subscribers kama 10,000 hivi. Kwa hiyo naomba tuendelee kusubscribe, kushare na watu wengine ili waweze kusubscribe. Na tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Unaweza kutufollow na ukaendelea kupata elimu zaidi. Naomba tukutane wakati ujao.